Tunayo furaha kubwa Simba Sports kufanikiwa kufuzu kwenda hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho la CRDB. Furaha hii inatokana na kwamba tumetimiza malengo hayo ya kutinga robo finali, lakini kama haitoshi tumefanikiwa kumaliza mchezo huu salama na mnyama ametinga robo finali. Inawezekana maswali yakawa mengi, imekuwaje ushindi wa magoli mawili? Kwanza lazima tuwaheshimu wapinzani tuliocheza nao, na wenyewe walikuwa wana ubora wao, wana mwalimu mzuri Zuberi Katwila ambaye ana uzoefu mkubwa na mpira wa Tanzania, kwa hiyo anafahamu mbinu nyingi za namna gani anaweza kumzuia mpinzani. Lakini Bigman vile vile na wachezaji wengi wenye uzoefu wa hali ya juu ambao wana uwezo wa kufanya mambo makubwa katika mchezo na wakapata matokeo. Kwa hiyo ubora wao na wenyewe Bigman umeweza kwa namna moja ama nyingine kuweza kuwasaidia kupata walau bao moja mbele ya Simba Sports na kuwa ndo timu ya kwanza kupata goli mbele ya Simba kwenye michuano hii ya kombe la shirikisho la CRDB. Kwa hiyo kwa hilo tunawapongeza. Lakini sisi kwetu Simba tunao furaha kubwa, tumefuzu kwa sababu tumeweza kucheza mchezo kwa kutumia akili kubwa zaidi. Mechi ya leo haikuwa mechi ya kujiagalula sana, haikuwa mechi ya kujiachia, haikuwa mechi ya kupambana ile kwa roho yote. Ilikuwa ni mechi ya kucheza kwa mahesabu makubwa, kwa sababu tuna safari na kibarua kikubwa huko mbele yetu. Kwa ilikuwa ni mechi ambayo lengo kuu halikuwa kumburudisha mtu. Lengo kuu lilikuwa ni kupata ushindi na mnyama kufuzu. Tumefuzu, tunafurahi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaangalia kile ambacho kiko mbele yetu. Semaji nyota wa mchezo kwenye mchezo leo ni Joshua Mutale, lakini pia kufunga goli. Hii inarejesha confidence kwake pengine kwa mchezo gani? Sisi tunaomba kila siku Joshua Mutale aweze kurejea katika ubora wake. Tunafahamu sisi Simba ubora wa Joshua Mutale, na tunapomuona anaanza kunyanyuka namna hii tunafarijika, kwa sababu tunajua atakaporejea kwenye ubora wake ule aliokuja nao kutoka kwao Zambia, itakuwa ni maafa makubwa kwa wapinzani, lakini kama haitoshi itakuwa ni faraja kubwa kwa Simba Sports Club. Hebu jaribu tu kuvuta picha. Joshua Mutale anakuja kwenye utimamu na ubora wake, alafu huku na Joshua Mutale, huku una Volcano Elimpanzu, huku una Kibu Dennis Prosper, huku una Ladak Chasambi. Kila ukiangalia kwenye kikosi cha Simba unaona mbuzi. Kumbe kweli wanaonekanaje? Wachezaji wetu kusema ukweli wana huo ubora wa kumtisha mpinzani kiasi cha kuona ni mnyama na sio binadamu. Kwa hiyo yote hiyo sisi wana Simba tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu sana Joshua Mutale aweze kurejea kwenye ubora wake. Akisha rejea kwenye ubora wake, na mimi kwa hili nipende kuwapongeza wana Simba. Wamekuwa ni watu ambao wanamsupport sana Joshua Mutale, hawamkatishi tamaa. Muda wote wamekuwa wakimshangilia, muda wote wamekuwa wakimpa matumaini na moyo, na muda si mrefu Joshua Mutale atarejea kwenye utimamu wake na atakuja kuisaidia Simba Sports Club kutimiza malengo yetu. Malengo yetu ni yale ambayo tuyaweka wazi: ubingwa wa ligi kuu ya NBC, ubingwa wa CRDB, pamoja na kuvuka kutoka robo finali ya kombe la shirikisho Afrika. Tumewaona hapa Shemalon Fondo pamoja na Pinpin Kamara wakija hapa kwa support kwa mchezo leo. Hali zao zikoje? Nimesema tunazungumza ripoti ya daktari mara baada ya amerejea jana Shemalon baada ya kufanyiwa matibabu nchini Morocco. Kwa hiyo kwa sasa anaendelea kufanyiwa nursing. Anaendelea kufanyiwa nursing na madaktari wetu hapa, huku wakipitia ripoti ya kitabibu ambayo ametoka nayo Morocco, ili tuweze kujustify ni kwa muda gani ataendelea kukaa nje. Lakini kwa sasa ataendelea kuwa nje, kwa maana ataukosa mchezo tarehe 2 dhidi ya Al Masry, na hata kuwa sehemu ya wachezaji ambao wanasafiri usiku wa kuamkia leo kuelekea Misri kuwafuata Al Masry. Pinpin anaendelea vizuri, na ndio maana hata aliweza kujumuika na timu yake ya taifa ya Guinea. Yeye hana mashaka na tutakuwa naye Misri.
Mtazamaji, ndio taa inaendelea kuwaka nyekundu kwamba ubingwa wa CRDB Simba na utaka kweli kweli. Ya, ubingwa wa CRDB hatujauchukua muda mrefu. Kwa hiyo ni katika makombe ambayo tunayahitaji sana. Na kama haitoshi, mwaka jana tumeishia hatua kama hii kama sikosei dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo kuvuka kwanza kutoka hatua ambayo tulikwama msimu uliopita, msimu huu kufika robo finali, tayari hayo ni development, ni maendeleo kwa upande wa timu yetu. Sasa robo finali si sehemu ya kuizungumzia Simba Sports. Nusu na finali yake na ubingwa ndio vitu ambavyo Simba tunataka kuviona kwenye kombe la CRB. Kwa hiyo tumefuzu, tunakwenda zetu kwenye michuano ya exclusive. Tukitoka huko tutakuja kubanana hapa nyumbani. Kuna taarifa moja kuhusu Elia Mpanzu aliyetoka na kucheza kipindi cha kwanza. Elia Mpanzu mwalimu aliamua kumpumzisha kwa sababu alishaona kuna hatari ya kuja kuumia. Na mechi hii tumecheza kwa tahadhari kubwa sana. Kwa baada mwalimu kuona kuna hatari ya kuja kuumizwa, akaamua kumpumzisha ili wasije wakatutilia mchanga kwenye pilau letu na Almasiri. Sasa semaji, tumemwona Aishi Manula leo. Swali ya mwisho kwa mujibu wa afisa habari wa TFF. Yaani hilo ndo la mwisho. Mimi na heshima mamlaka. Sasa mwisho kashamaliza. Manula. Yes. Tuambie. Aishi Salum Manula ni furaha dhidi ya Bigman. Ni faraja kubwa kuona mlinda mlango aina ya Aishi Manula anarejea kwenye kikosi. Na kumbuka tunakoelekea ndio kugumu zaidi. Huko tunakoelekea ndiko ambako hatima ya kila mtu inakwenda kupatikana. Hatima ya ubingwa inapatikana, hatima ya nusu finali inapatikana. Kwa hiyo Aishi kurejea kwenye kikosi ni faraja kubwa kwa sababu mwalimu sasa anakuwa na option. Aende na Ali Salim, aende na Malula, aende na Pinpin Kamara, ama aende na Abel Hussein. Jana kwenye kikao. Kule benchi vile mkao. Kikao cha madon kile. Wewe sio don kumbe. Mimi nasubiri wanilete taarifa. Unasubiri alafu uzibali. Unacheza mchezo. Nacheza mchezo. Sisi tunasubiri ratiba. Nenda mama ile umoja. Mbuzi hatuwezi kuacha. Kwa taarifa iwafikie. Na safari tutakuja nao wewe. Wamesema mmekiri kwamba kumbe kweli. Na wenyewe waliwaona. Unajua mbuzi? Unajua la mwisho bwana Innocent okay. Unajua kitu kinaitwa goat? Unakijua goat? Goat ni wawili tu lakini kuna mbuzi afu na Messi. Sasa ile goat ambayo ni greatest of all time ya Messi ndio wachezaji wa Simba. Yaani ukimtazama Musa Kamara unaona goat. Ukimtazama Yusuf Kagoma unaona goat. Goat ile ya Messi. Yeah. Kumbe ndo alimaanisha juzi pale. Ukimtazama nani mwingine Volcano, Elia Mpanzu, ukimtazama Kibu Dennis unaona goat. Sasa ukimtazama Tasambe unakaona kagoat kadogo dogo. Sijui umeelewa? Ukimtazama Nouma unamuona beberu. Sasa hao ndio watu ambao tuliwajaza kwenye gari letu. Tulijaza magoti kwenye na wazee wafupi. Wazee wafupi ni Matola. Selemani Matola na ndevu. Matola na nani? Maana meneja mrefu Riedo, unamfahamu Riedo? Fitness coach wetu. Ndo wazee wafupi. Ni mchacheto tu. Semaje, wanauliza mtakuja na BM?